Bi mkubwa, unajua zamani bwana, bi mkubwa, mlikuwa mnatembea tu nyewe kama nyie. Lakini bi mkubwa, sasa tunatembea na mitandao. Nyie si mlikuwa mnaga simu hizo mkononi. Wanasahau. Lakini yale ya zamani ndio yalikuwa yana mafunzo ya adabu. Msikilize mama yako, maana alikupenda. Na hata angekuchukia, angesema sitaki kumzaa mtoto, kuanzia leo nampiga chini. Alikuwa na uwezo wa kutoa, alikuwa na uwezo wa kukua, lakini kwa sababu anakupenda, akachuchumilia, akatembea kwa unyenyekevu, akatembea kwa kunyenyekea ardhi, hatimaye wewe ukue ili uje kuwa taifa la kesho. Pigia Yesu makofi, kwa sababu Mungu anataka wamama tusimame kwa zamu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, wakati niko binti mimi, mama yangu alituzaa sana watoto wengi sana. Kama nakwambia, baba hawatuli haki. Baba yangu alikuwa anaolewa na wakesho. Na wakesho mimi tabiri nilichukiza paka. Na nilikuwa ni mdogo sana, lakini binafsi nilikuwa nachukia. Nilihisi kama ananionea mimi. Na sikujua Mungu alikuwa ameweka kitu fulani ndani yangu. Nilimchukia baba. Mimi kumpenda baba ni baada ya kumpokea Yesu. Wa baba nasababisha watoto wanatenda dhambi na kuchukia wazazi, kwa sababu matendo wanayotenda wa baba wanabeba, wanachukia, wanaumia. Leo na kaka yangu yupo, amezaliwa mmoja mtoto wa kiume, lakini hataki kusikia taarifa ya baba. Hataki kusikia taarifa ya baba. Alipokuja nyumbani akamkuta mama amekufa, akasema stori yangu imeishia hapa. Baba alimtelekeza, akaona mimi sifai. Nilikuja kumuona mama yangu, mama naye amekufa. Basi alipoenda Mbeya mpaka leo, nami nilichukia. Mama yangu alikuwa anazaa watoto asubuhi na jioni kama mimi nilivyokuwa nazaa. Lakini hata alikuwa atendewe vipi baba, alikuwa msamini mama. Tumeibiwa ule usamani kama mwanamke. Mama na mtoto akifika miezi 9 ana mimba nyingine, baba hana shukrani. Haoni mwanamke huyu, mbona aliangalia kwamba na mimi natakiwa ni mrembo kidogo, lakini alishakujifungua mama. Tumefikia wengi, baba akaona mama afai, samezesha. Kuna kauli moja anaongeaga Mgogo hivi, wa baba unaona, unakuta anamresha mama mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, akiona mezeka anaondoka. Unataka kae na nani wakati umemzesha wewe? Baba akatafuta ambaye hana watoto. Wakati mamangu amekaa kwenye hali hili, mama akaangalia watoto wadogo wadogo, nitawapeleka wapi? Akabeba watoto wote, wengine mgongoni, akawatanguliza. Wewe unasema umempenda mwanamume? Tena alimtangulia na akasema ukipenda boga, penda na ua lake. Na mimi nikiwa nimesimama. Wakati mama anamwacha pale, anawacha wadogo zangu, Yesu nilisimama namna hii. Nikasema sikubali. Aliyenizani naenda kukaa naye. Mama yangu amekaa, amebaki na mtoto wa kunyonya. Mimi nikasema sikubali. Naenda kwa mama yangu. Uchungu ulikuwa mkubwa kwa mama. Mama yangu alikuwa ananiuma. Na ndio maana wakati amefariki mama yangu nililia. Nilisikia kama vile mpae niende mpaka. Maana alifariki miezi 6, nikuja kujua miezi 6. Mama yangu amefariki. Wanaambia dada yenu anajua? Hapana. Atajijua mwenyewe. Na nikwambie, mama ukisimama kwa msimamo wako, hata familia itasimama kwenye msimamo. Mama ukisimama kwenye msimamo wa ndoa yako, hata kama unakutwa, familia haita
kuniambia kwa habari ya watoto wangu. Tasimama kama mwanamke. Mama yangu aliposema akae, nikaenda namna hii. Mama akaniambia mnaenda kwa baba yako. Nikasema msiendi. Nenda. Nikaona mama ananichezea mimi huyo kwa bibi yangu. Nikakaa nikaanza kulanda. Nikifika hapo naona pabaya. Nikifika hapa baadaye nisikia uchungu. Nikamwambia mama, kama kweli mama ulinizaa, leo nataka baba aje anifuate, alafu mkubalie. Itajulikana leo kama ulinizaa. Leo ninakaa hapa. Mama akasema sawa mwanangu kaa. Nililia machozi. Kwa sababu niliona mama amepoteza mwelekeo. Mama akaniambia kaa. Nikakaa. Nikaendelea kukaa na mama. Baadaye ndo nikawa ninaolewa. Tuwasamini wa mama. Tuwasamini wanawake. Tusiwaone kama hawana maana. Ukimsamini mwanamke, atakubeba kwenye wakati wako mgumu. Mwanamke atakubeba kwenye machozi yako. Mwanamke atakubeba kwenye adha ulionayo. Mwanamke atakubeba kwenye taabu yako. Mama mmoja akisema kwamba wanawake tumepewa machozi. Ni kweli. Machozi Mungu anayaangalia. Leo ukiona familia imeharibika, maandiko yanasema kwamba mtoto mjinga ni mzigo kwa nani? Waelewa ndio wa baba. Sijaelewa Mungu alikuwa na maana gani. Sijui wale ambao wako benki, wako wapi, ndio wa baba. Eti mchungaji. Kwa nini naye baba asihusike kwenye wajinga? Kwa nini? Kwa nini baba anataka wazuri tu? Kwa nini? Yaani akiwa mwelewa ndio baba unakuta masaa. Mwanangu, twende kaangalie gari pale. Huyo ni mwelewa, amejua hapa, ameshasoma, ana gari, anakaribia kuingia kazini, ameshakuwa ni mwanasheria kama yule mchungaji Max. Hapo alipo mwalimu mchungaji wetu Victor. Mwalimu anaweza kusema roho mwanangu naomba pesa. Baba subiri kidogo na kurushia, lakini mjinga. Hilo liacheni mjinga hilo. Si linafuata mama yake. Lakini sivyo. Kwa hiyo kama mwanamke simama ili asije ikaitwa wajinga watoto wa wanawake. Amen. Simama kama mwanamke. Usije baadaye ukaambia wale watoto ni ujinga wa mama yao. Mimi baba wakati wanasema na special wapi? Alienda kwa mjinga mwenzie. Siku nyingine alipoanza kuja kunitoa kafara akanifuata kunibembeleza. Mwanangu nakupenda. Njoo twende nyumbani. Wanakuita wenzio. Akanibeba na kwenda kwa shangwe. Lakini nikafika pale. Roho ikakataa. Kwa nini baba amenileta amenifuata tena? Halafu kunibembeleza. Nafika naambiwa kologa uji huu hapa. Wanyweshe mbuzi. Nikajiuliza kumbe ni mtego wa kwamba huyu ni kafara anataka wao watajirike na yule mama wa kambo. Sio mama yangu aliyetuzaa, hata Galata aliyezaa baba amefanya hivi. Wa kambo kamshauri. Na mimi nilipofika nikasema sawa baba, nakoroga uji. Nakoroga baadaye nikasema hivi mimi nitakukaa hapa. Shwa! Nikasema hawakufika hata ambalo kanishangaa mimi nimepita. Wenyewe wanapita hivi, mimi nimepita hivi. Nikarudi nyumbani. Mchungu wangu mama yangu. Kwa nini mama ametuzaa? Alafu abaki akae peke yake, nani anamhudumia? Nikasema narudi hata kama nikale mboga za majani. Wadogo zangu wanasema yani kwambie dada, yule mama anatuchinjia kuku. Tunakula kuku asubuhi, tunakula miguu ya kuku. Yesu. Wakati wanaongea nimesema hata mle. Naenda kwa mama. Mwanamke ni msamani. Familia leo zinayumba kwa sababu mama hujasimama. Familia leo hazina mwelekeo mzuri. Mwanamke amekuwa ni chanzo. Akiona baba amekuwa waluwalu, nataka wewe waluwalu. Kama mwanamke wa seki, simama muone Bwana. Nilie Mungu atakusaidia. Usiwe waluwalu.
mzigo wa mama, hapana. Tunakataa. Amen. Tunakataa kwa jina la Yesu. Mungu ametuamini wanawake. Hata mwanamke ananisikia popote pale, jiamini kwamba Yesu amekupa neema. Usijidharau, simama na Yesu tu. Lia kwa Bwana kusaidie. Mwambie Bwana, Bwana, hapa nilipo mimi ni mwanamke, lakini mambo ni mazito nayaona. Baba amelala. Hebu achilia ufahamu wa kuamka. Hebu Yesu nisaidie. Yesu yuko tayari kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Nisome tena hapo mchungaji, tuendelee. Mstari wa 19 huo mpaka mstari wa 19. Simama. Simama. Haleluya. Mwanzo mstari wa 19. Mstari wa 19. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. Tumeangushiwa makao, tumeibiwa ndoa, tumeibiwa watoto, tumeibiwa biashara, tumeibiwa vitu vya samani. Kwa nini tunalia machozi? Tumeibiwa usamani kama mwanamke. Sisi ni wasamani, unajua sisi ni wa nini? Mwanamke huyu ni wa nini? Ukitaka kujua kama ni wasamani, kijana akifika umri wa kutaka kuoa, kwa nini atafuta mwanamke? Anaona amepungukiwa, anatafuta mwanamke. Lakini leo shetani amebeba usamani wako, amebeba usamani wako. Unaolewa leo, unapendwa, kesho na kesho kutwa upendo umeisha, unaonekana wa zamani. Tumeibiwa. Kwa nini tuibiwe na Yesu yupo? Yesu anaweza kurejesha. Kwa nini tuibiwe watoto wetu wakati Yesu yupo? Na Yesu anaweza kuponya. Kwa nini tuibiwe ndoa zetu wakati Yesu yupo? Leo Yesu anaweza kurejesha kwenye maisha yako. Maana tumebomolewa, tumeibiwa usamani. Wanawake wa zamani walikuwa sio kama leo. Wamama wa zamani walikuwa na raha. Leo ukiongea wanakuambia imepitwa na wakati. Nani kakueleza? Kwani wa zamani walikuwa wekundu na wa leo ni weusi? Watu wa zamani walikuwa ni kama leo. Lakini kitu gani kimetembea pale? Shetani ameachilia, tumeibiwa. Tumeibiwa upendo. Wamama wanatupenda lasha lasha. Akiona mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, anapiga kona. Walikiwa ambao na mume ameokoka, sema amen. Jipige makofi. Angalau neema ya Mungu iko ndani, inazungumza. Mwanamke, usipolia leo, umebomolewa. Ule usamani wa umama haupo. Watoto wanaona mama zao kama vile wabibi wa zamani, alafu anajiona kama alijizaa mwenyewe, alishushwa tu kutoka mbinguni. Amesahau. Ni wachache wanaosema mama, mama. Nao vijana wakiwa wanasahau hata mama zao, anabakia mke wangu, mke wangu, mke wangu, anasahau. Kama mama alibeba miezi 9, anabaki kama ngoja nikamsikilize mke wangu anasemaje. Mwanangu ninawaka nahitaji. Sawa, ngoja nije. Mama. Sasa mke sasa huyo. Mama anasema anataka umsaidie, eti tumsaidie. Sijui unasemaje mama? Kimesahau kama kimezaliwa na mama.
mke wako tumeona kwamba Yesu Mungu, tumekaa na mke wako tumeona kwamba ile hapo unasema ile shida siku ile mama, sawa sawa, tutakutana, nitakuja muda kidogo na mke wangu hapo mama, ana shida. Sawa mwanangu, sawa mwanangu, sawa mwanangu. Mwanangu anakuja na lakini amri imetoka wapi? Imesaulika. Kama mama alibeba miezi 9, kama mama alisukuma wakati amepinda namna hii, anasema nikisema nitembeni jimane, mtoto atajikunja tumboni. Acha niende moja kwa moja, acha nijipinde, hatimaye anashusha. Wamesahau vijana na mabiti. Wanabaki wanaona mama kama vile hao waliwaonaga zamani, walizaliwa nao pamoja. Maandiko yanasema tumeibiwa usamani kama mama, tumeibiwa kupendwa na watoto wetu na waume zetu, tumeibiwa kama mama. Umeibiwa, rudia tena, tumeibiwa. Tunatakiwa kumwambia Yesu turudishiwe usamani kama wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Na anakuja pale na mke wake, tena mke wake amevaa kanguka shikama mama, amri imetoka Bwana. Asi mwanaume alipowajabu yule mtoto anafika kale kamzigo mama, kale ubarikiwa yule mtoto sadaka, kale kamzigo mama tuliongea na akapa kwa heshima, lakini kauli imetoka kwa mama, kwa mwanamke aliyeolewa. Jamani, tuwakumbuke wa mama, ukumbuke wanawake. Ukiona kanisa limelala, mama amelala. Ukiona kanisa linachipuka namna hii, wanajaa, wa mama wameamka. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikaa na mchungaji mmoja alipokuwa anataka kuoa, nikamwambia hivi, usikurupuke kuoa. Tafuta mwanamke ambaye atasimama kwenye madhabahu yako, atasababisha kazi ya Mungu iendelee na wamama watakuja kanisani. Akasema sawa mama. Akasema mami, sasa nifanyaje? Akamwambia omba. Mwanamke ni jembe. Kanisa likiwa halina mama, alijai haraka, si ndio? Nikamwambia tuliza ufahamu, omba. Akaenda, mama nisaidie, tunapanga maombi, tunaomba naye. Hatimaye akaona amepata, akaja kaniambia yule mama anafaa. Nikasema yes, nenda tu, usiogope. Mwanamke na alipokuja kuniambia, mama, eti yule kijana unamjua tabia zake. Nikamwambia mimi nataka nahubiri tu, Mungu ndiye akufunulie zaidi. Mimi namuona ni mpole, ni mnyenyekevu. Sasa sijui nikimwachaga anakuaje. Muombe Mungu atakusaidia. Yule binti akasema sawa mama. Akaendelea. Tukaendelea kumwambia Bwana. Baadaye Mungu walipata nafasi ya kuoana. Leo ukienda kanisani, mama wamejaa. Wamemwona mwanamke. Kwa mwanamke ni waheshimu, usijizalau mama. Usijizalau wewe, mwambie mwenzetu usijizalau, mwambie wewe, mwambie kwa sauti kwamba tusijizalau. Ukitaka kuona baba peke yake hawezi, ukimkuta nyumbani amekaa, alifagiaga juzi alifagia ndani. Lakini akiwemo mama atafanya usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke ni nguzo ya kanisa, nguzo ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingine usipende kwa unaongea, yakikuzidi nenda kwenye madhabahu. Mungu usiniamini, Mungu suluna ninafaa. Kwa nini leo ninaharibikiwa? Kwa nini? Mungu nikumbuke na mimi. Mungu hapendi kuona wamama waliookoka, waliofunguliwa fahamu zao, wanaojua neema ya Mungu wakaharibikiwa. Mungu hapendi kuona, ndio maana alisema
waombolezi, waje waseme neno kwa Mungu. Kwa hiyo mwanamke yuko hapa, usiseme mimi ni gumegume siwezi kulia. Wewe ni wa kulia, na ukitaka kuona kama ni wewe kulia, jifanye wewe ni gumegume. Nitakuja lingine cha kupiga, unasema kawaida, lingine kawaida. Siku ya tatu utakuona nini umekutwa. Kwa hiyo wewe ni wa kulia. Lia familia yako ipone, lia ndoa yako iwe salama, lia kazi zako ziimarike, lia mahali unapoishi, lia afya yako ikae sawa, lia akili ifunguke, lia usimame kama mama, lia Bwana achilie neema, lia Bwana aponye kanisa, lia kwa Yesu, maana machozi Bwana anayataka. Lia. Nikwambia nimalize afu nimkaribishe baba. Kama imeisha miezi miwili hivi, mimi napendaga tunishuhudie maisha yangu, si ndio? Watoto wangu walifaulu shule. Wakati tunafungua mwezi wa kwanza, nikawaza Esther yuko la pili anaenda, Samsoni, Samueli, Isaka anaenda la tano, Samueli, Samsoni anaenda form 1, Samueli anaenda, Isaka anaenda form 1. Wakati nimepita changamoto moja hivi, nilipita hapa, moyo wangu ukaelemewa, moyo wangu ukalia, nikakosa tumaini, uso wangu ukakunjamana. Unajua nuru ikiondoka uso wangu unapotea, uso wangu ukapotea, amani ikaondoka. Kaambia Mungu, ninatamani nikimbie huko, sioni msaada. Nikaenda kwa baba yangu ndani, mume wangu, kumweleza. Alinijibu maneno mabaya, yaani ni maneno mazito. Unaeleza hiki, anajibu hiki. Watoto wamefikia baba waende shule, anakujibu anavyojua. Mimi siwezi bana. Kama mwanamke nililia nikasema, Yesu, niwache watoto wangu wasiende shule. Nitachekwa mnala, nitachekwa. Mwanangu wasiende shule, Yesu, nitachekwa. Sina hata 100, hata 50 ya kuamka nayo sina. Kaambia baba, nitachekwa. Nilichokuja kugundua kwamba nilichonacho ni sasa ni machozi. Usianzalau machozi ya mwanamke wewe. Mwanamke akikuombea akakubeba wewe sio wa kawaida. Mwanamke akilia kwamba baba, muangalie mume wangu kwa machozi, hautabaki ulivyo vita. Ukisimama hapa, jua yule mama ametenda kazi. Wakati niko naongea namna hiyo, kila nachoongea huko ni kigumu. Niende wapi? Nikiona kwamba vile nimeelemewa, niende kwa watoto, naona kama hakuna msaada. Nikaishia kulia mwenyewe kigumegume. Kafia kati nikatulia namna. Kufika usiku wa 8, Bwana akaniamsha. Nililia kwa uchungu. Wale wengine nimefanikiwa wameenda shule wawili, kwa sababu wenye ni shule za kawaida. Wale wengine wanatakiwa uniform, madaftari, makaunta, wanatakiwa sibini, wote wawili. Mwambia Mungu, usinifanye nikazalauliwa na watu. Wasije wakasema anahubiri injili gani huyu mama? Mbona watoto wake wameharibika? Mbona shuleni wameshindwa? Mbona wamekaa wote nyumbani? Afu umri wenye mdogo, anahubiri kitu gani? Kaambia Mungu, nifunike. Nikumbuke kama ni kweli nakutumikiaga. Kaambia kama kuna wakati Mungu nilisimama mahali, nikasema kitu, watu wakapokea na watu wakafunguliwa, na mimi naomba usiku nikumbuke. Nililia usiku wa 8. Niliomboleza kwa Mungu. Mungu, sina pesa, wanangu wanahitaji kwenda shule. Mungu nikumbuke. Nikalia kama anavyosema Yeremia. Nililia kwa baba. Nikamwambia Mungu nikumbuke, sina msaada. Mimi ni kama mjane, lakini na mume yuko nyumbani. Yesu nisaidie. Sina pakuona. Kaambia Yesu, Yesu, Yesu.
leo usikie. Ninaamka asubuhi nikabeba beseni langu nikaenda kuchuma mboga. Niko kule nikasikia mtu ananipigia simu. Kuna mteja ametoka sijui wapi, anahitaji nimtengenezee dagaa. Wewe acha bwana. Huyu Yesu, hata kama umeamua kujiona tu kawaida, huyu Yesu alipokuja yule mama tena alimleta witness. Sina mwelekeo wowote. Kumbe Mungu analengesha tu, analengesha kwa watoto wake. Sina. Yule mama nikaona siku ya kwanza akanilipa, siku ya pili akanilipa hela nzuri sana. Wakati ameenda tena mbele akasema ngoja nikutumie hela nitengeneze dagaa. Akatuma hela nikamtengeneza dagaa zake. Nikapata pesa kupeleka wanangu wote shule. Baba hakuuliza, alikaa kimya. Alivyoona uniformu zinapishana za blue na za kijani, akauliza, "Hii wameanza shule?" Mwanamke, mtoto akiwa mjinga ni mzigo wako. Ni mzigo. Akiwa wakili ni wa baba. Maana amejaza hela mfukoni, anaenda benki, anafanya vizuri, lakini mjinga amevaa suruali hapa, anatembea kama babu wa zamani. Huyo ndio wa mama. Nani alisema? Aliyebeba mimba miezi 9 ni nani? Mungu ametupa zamani ya kukataa kuharibikiwa watoto wetu na kuona watoto wetu wajinga, watoto wetu wana akili, kwa sababu Mungu ametuambia wanawake, tulia kwa ajili ya familia, tulia kwa ajili ya ndoa zetu, tulia ili Bwana aachilie neema ya kufunguliwa watoto. Hakuna aliye mjinga kwa Yesu. Wewe lia tu. Lia. Lia kwa Yesu atakusaidia. Lia. Usizarau kwamba mimi siwezi kulia. Unaenda kuolewa leo na utalia. Lazima ulie kwa Yesu. Wewe unategemea Joshua umezaliwa naye? Hamuna. Au hujazaliwa na Joshua? Lazima ulie Baba katika jina la Yesu. Uangalie mtumishi wako hata kama yuko madhabahuni. Kuna makorokoro yanainukaga, sio yeye ni adui. Lazima ulie kama mama, ubebe kama mwanamke. Ujue wewe ni wa machozi, sio wa kula kila siku wala wa kushiba. Wewe ni wa kulia mbele za Baba. Ukizania wewe ni wa kula kila siku na kushiba, una hasara. Una hasara. Ndio maisha. Una hasara. Wakati mnapendana baby. Mama anasema, honey. Kuna wakati unakuwa unifai. Na yeye anasema baby show. Huo wakati unakuja. Bila kulia. Utasikia baby show. Utasikia nifanye. Utasikia mimi baby wako tu. Nakupenda hivyo hata kama una mapengo. Haleluya. Hata kama una mapengo. Atasema nampenda mke wangu. Maana umelia mbele za Yesu. Kwa hiyo machozi yako ni ya thamani. Nataka niwaambie mabinti, bila machozi hautaweza pata ndoa iliyosimama na Bwana. Bila machozi wasichana wazuri, bila machozi. Bila machozi hautapata mume mzuri. Bila machozi. Mimi ni mrembo na naenda kucha sana. Watani nini? Bila machozi. Ni mnene. Mungu aliniumba saa 11 bado ana nguvu. Bila machozi. Paka ulie kwa Yesu. Yesu atakupa neema. Paka ulie kwa Yesu aliye hai. Mwambie
kila mmoja ameambiwa mwanamke. Hawa majamaa bwana waliambiwa vichwa. Vichwa soga ni vigumu eti. Vichwa waga ni vigumu. Kulia ni kazi. Kwa hiyo mwanamke alipewa wepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Una haki ya kulia mbele za Bwana. Ulichoibiwa Bwana arejeshe. Kilichoibiwa Bwana arejeshe. Nini kimeibiwa kwenye maisha yako? Upendo, kusamaniwa kama mwanamke, kuonekana wewe ni mwanamke. Ubarikiwe sana mwanangu. Kitu gani kimeibiwa kwako? Usizanie ni kawaida. Kuna vitu vimeibiwa. Kuna watu wamebadilishiwa sura hapa zikapewa sura za mabibi ni mabinti. Unapataje bila kulia mbele za Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Baraka amekaa na kutazama binti mrembo bila kulia. Atakuja mwanamke eti nimezaliwa mwanamke niko mrembo bwana watani nini bila kulia. Bila kulia. Muulize Dolo ulimpataje yule baba? Ulimdaka tu. Kuna siku nilisikia Dolo ana maombi. Unaweza alikuwa anaombea nini? Alikuwa anaomba baba, ninataka baba. Kumbe Joshua niliwahi kumwambia mtu mmoja, unasema nini mabinti mmekaa hapa eti hamna wanaume huko ndani kanisani? Wamo. Niambie kwa sababu gani? Wakati Dolo anacheza hapa, anafanya muziki. Si Joshua alikuwa pale jamani? Si alikuwa pale Joshua? Sasa ulikuwa wakati hujafika. Wakati ulipofika, Dolo alijua na kuwa sasa. Baba, nikumbuke, nipe mume baba, na mimi baba, machozi kama si Yesu. Baba akasema subiri, akamwona Joshua kwenye gitaa. Joshua akamwambia umemwona huyo binti huyo ndio mke wako. Leo Dolo anafurahia kiangalia, amepewa kitu bora na siku zote alikuwepo. Hakuwepo. Alikuwa amesafiri. Bila kulia. Watawaona hao watawatazama kama video hapa. Bila kulia. Bila kulia binti. Mwanamke binti unayekuja. Bila kulia. Watakuwa wanaona ukimwambia hivi Moshi, uoe ni bado. Kujalia. Haujataka. Haujapiga kelele. Mwanamke lazima alie. Hakuna mwanamke anamwambia Bwana, unajua mimi Bwana ni mtoto wa kike Bwana. Kila mmoja analia. Mungu anaangalia machozi katika kitabu cha Yeremia. Angalia kama unavyowaza. Lazima ulie mwanamke. Ndipo usamani wako unarudi. Ndipo mama wako unaheshimika. Ndipo ubora wa mwanamke unarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Bila hivyo utajikuta huko pale mpaka unaanza kuota na mvi. Mama, nilichelewa kuolewa mama. Hujalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tumshangilie Yesu wetu kwa makofi. Piga Yesu makofi. Makofi, makofi, makofi kwa Yesu aliye hai. Kama nguzo mwanamke, simama kama mwanamke. Na mabinti niwaambie, ukiona mama amekusanyika useme mimi ni binti, wewe ni mama ujae. Kusanyika, wakutie joto. Wakushauri. Wakwambia unataka nini? Waeleze. Msiweke kwa kina mama kila siku mama waongo. Wewe. Wangekuwa na kuombea. Waambie wamama wakutetee. Walie mbele za Yesu Baba katika jina la Yesu. Mkumbuke yule fulani anataka kuolewa. Tunataka ndoa nyingi hapa. Tunataka watu wabebe watoto. Wanawake wanalia, sio kwamba wanawake wanababa wanazungumza tumeona mabasi siku zote. Wanawake wamepewa dhamana ya watu wote dunia nzima.
Bwana Yesu asifiwe. Neno la mwisho ni hili: ili mauti yasichungulie, isipandilie madirishani, lia kwa Yesu. Ili misiba isikae kama mizoga machozi yako. Ili shetani asivuruge, lia kwa Bwana. Bwana ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la mwisho niseme ya kwamba kama mwanamke usiishi kizembe. Usiishi kizembe. Ishi ukijua kabisa wewe ni nani, mwanamke, na umepewa nafasi. Umepewa nafasi ya kufanya jambo na likatimizwa. Kabla sijamleta baba, hebu tusimame kidogo.